I will resign as leader of the Labour Party. Karibu mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa, na hapa kuna habari kutoka huko nchini Uingereza ambapo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atangaza kujiuzulu. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza rasmi kuwa atajiuzulu kama Waziri Mkuu wa Uingereza na kiongozi wa chama cha Labour baada ya kukabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa wabunge wa chama chake kufuatia miezi kadhaa ya misukosuko ya kisiasa. Akihutubia taifa nje ya makazi rasmi ya Waziri Mkuu 10 Downing Street, Starmer alisema amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari ikiwa bado ndiye mtu sahihi wa kukiongoza chama cha Labour kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Katika hotuba yake, Starmer alisema tayari amemjulisha King Charles III kuhusu uamuzi wake wa kujiuzulu. Aidha, alieleza kuwa ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu hadi chama cha Labour kitakapomchagua kiongozi mpya ambaye anatarajiwa kuchukua madaraka kabla ya bunge kurejea mwezi Septemba. Starmer amekiagiza chama cha Labour kuanza mchakato wa uchaguzi wa kiongozi mpya, huku uteuzi wa wagombea ukitarajiwa kufunguliwa tarehe 9 Julai. Ikiwa kutakuwa na ushindani wa uongozi, uchaguzi utakamilika kabla ya bunge kurejea kutoka mapumziko ya kiangazi. Miongoni mwa wanaotajwa kuwa na nafasi kubwa ya kumrithi ni Andy Burnham, meya wa Greater Manchester, ambaye hivi karibuni alishinda kwa kishindo uchaguzi mdogo wa jimbo la Macclesfield na kurejea bungeni. Hata hivyo, bado hakuna mgombea aliyethibitishwa rasmi. Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Starmer aliwashukuru wanachama wa chama chake, marafiki na familia yake kwa sapoti waliompa katika kipindi chote cha uongozi wake. Kwa hisia alisema sasa anataka kutumia muda mwingi zaidi akiwa na familia yake na kuwa mume bora kwa mke wake na baba bora kwa watoto wake. Kujiuzulu kwa Starmer kunafungua kurasa mpya katika siasa za Uingereza, huku nchi ikitarajia kupata waziri mkuu wa 6 ndani ya kipindi cha miaka 7, jambo linaloonyesha kuendelea kwa mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini humo. Sasa kufuatia taarifa ya kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer, ni taarifa ambayo inashtua kidogo katika siasa za Uingereza, lakini pia kuna mambo kadhaa ambayo yamechagizwa na kujiuzulu huku kwa Keir Starmer, ambayo hapa nakutajia kadhaa. Ni mishahara imeongezeka kwa kiwango kidogo sana baada ya kuzingatia mfumuko wa bei, lakini pia serikali inaonekana kushindwa kufikia lengo la kujenga nyumba milioni 1.5, lakini pia ni ukuaji wa uchumi umeendelea kuwa mdogo ukiwa karibu 1%. Kingine ni kupanda kwa gharama za nishati kutokana na vita vinavyohusisha Irani kutarajiwa kuendelea kuathiri uchumi wa Uingereza. Kwa hivyo kuna sababu nyingi ambazo zimechagiza kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer, lakini pia ushawishi wake au maarufu wake ulishuka kwa kiasi kikubwa sana, lakini aliingia madarakani akiwa ameahidi mambo kadhaa. Aliahidi kuiusha uchumi wa Uingereza, aliahidi kuboresha maslahi ya wananchi, lakini pia kuongeza ujenzi wa nyumba na kuimarisha huduma za afya NHS. Kuna baadhi ya mambo ambayo hayajatimizwa mpaka hivi sasa, na pressure imekuwa ni kubwa katika chama chake na serikali kwa ujumla. Basi kwa taarifa zijazo, endelea kuwa naso hapa wakati wote. Nitakujuza yote ambayo yanajiri kutoka huko nchini Uingereza na maeneo mengine duniani. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.